wale wanafamilia ndio basi kwa ambao watashiriki. Basi viongozi mbalimbali ambao wanamfahamu, wamefanya naye kazi kwenye Chadema tangu alipoanzisha chama na mpaka ana staff, wataeleza historia ya maisha yake, na hiyo itasimamiwa na chama moja kwa moja kwa muda wa risali moja tutaeleza. Lakini kwa sasa tutakwenda hospitali ya Seriani ambapo tutauchukua mwili na utaongozwa na wanachama wetu pamoja na familia, na tutauleta mpaka hapa nyumbani tayari kwa maandalizi mengine ya kesho. Na baadaye tutapata nafasi ya kuzungumza vizuri, lakini kwetu sisi tumepoteza mtu wa muhimu kwa kweli, mtu ambaye amefanya kazi kubwa na ya kipekee katika nchi hii, na mtu ambaye ameasisi chama hiki mnachokiona ambacho ni tishio kubwa sana kwa serikali ya nchi hii. Uwepo na existence ya CCM, tishio lake kubwa ni Chadema, na hili ni wazo la Mzee Mtei. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hiki alichotufanyia sisi kama wanachadema na kama Watanzania na dunia nzima, kwa sababu Chadema sasa ni chama ambacho kipo everywhere duniani hapa. Court injunction inaweza kudumu kwa miezi 6 peke yake. Sasa wanasheria wetu watafafanua vizuri, akiwemo mwanasheria mkuu wa chama, lakini wakili Welewele yuko hapo, kwa sababu najua chama chetu kimesheheni wanasheria. Sasa unapofanya matukio ya hira, mwisho wa siku unakuta huja update vile vitu, na mpaka ina elapse muda ule wa injunction unaisha, hawakuwahi kuenda kufungua tena hilo zuio ambalo hawawezi tena kuliomba. Kwa sisi kwa sasa, kama alivyoandika mwanasheria mkuu wa chama, hakuna injunction tena yoyote ya kuzuia kufanya shughuli za chama, na tutatoa program sasa za roll out ni nini tunaanza nacho rasmi, na tutakuwa tayari kwa mikutano ya chama, vikao vya chama, ofisi za chama kufunguliwa nchi nzima. Na Chadema kama alivyosema Mzee Mtei, hili neno hakuna kulala mpaka kieleweke, ameliasisi Mzee Mtei. No compromise, si kama mnaelewa, linabeba ujumbe mkubwa. Kwa sababu kuna watu nimesikia wanasema Mzee Mtei hakuwa confrontational. Ukisoma hilo neno linakuambia nini? Message. Hakuna kulala mpaka kieleweke. Maana yake hakuna kukata tamaa, hakuna compromise za uongo, hakuna vitu vya ambavyo havina maana mpaka ambapo tutakapobadilisha nchi hii. Kwa hiyo sisi tutaenzi hili neno rasmi, kwa sababu sasa kama chama kitakuwa hakina zuio, watakao kuwa natufanyia fujo kama maOCD ambao umeona nchi nzima. Leo tunazungumza hapa, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Mbeya vijijini amekamatwa kwa sababu anahoji kwa nini OCD akashushe bendera ya chama. Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, very strange. Lakini pia mnajua kuna vyama vinaitwa vyama 10 na ngapi kwenye nchi hii. Kuna chama kingine chochote kinachoshushiwa bendera na polisi wenyewe, sio CCM, polisi. Maana yake CCM wameshindwa, hawawezi kudeal na sisi. Sasa tuna deal na dola, na ndicho kinachoendelea. Dola ikikaa pembeni tutakuwa pale juu, tumekaa pale tunaongoza nchi hii. Kwa hiyo halina ubishi. Kwanza pole kwa yale yaliyokukuta, si ni wewe? Kwa hiyo tunaposema tunataka mabadiliko, ni pamoja na nyie kuwa huru kufanya kazi zenu, na hayo ndio tunayoyapigania. Na we've been saying kwamba nobody is safe katika mazingira ya kidikteta. Hakuna aliye salama. Kwa hiyo waliokuwa na kuzuia wewe kufanya kazi, kwa sababu umeniuliza swali na nitumie nafasi hii Kurani, wao walikuwa wanafanya kazi yao, lakini hawakutaka wewe ufanye kazi yako. Usipofanya kazi yako, maana yake watoto wako hawatakula, lakini yeye wakati huo watoto wake wanakula. Kwa muelewe haya mambo, haya mapambano sio ya Chadema, ni mapambano yetu sote, kwamba nchi hii lazima iwe nchi ya haki, ya demokrasia na inayojali haki za binadamu, na hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei, na ndio maana alichoanzisha chama hiki.
ratiba rasmi haijatoka ya kusema kwamba tumepewa saa moja. Kwa vyovyote vile sisi hapa ni wafiwa, yaani hilo lieleweke. Sisi ni wafiwa kabisa. Huyu ni mzee wetu, ni mwasisi wa chama chetu, ni mtu mwenye kadi namba 1. Kwa chochote kitakachofanyika hapa kitafanyika kwa masikilizano kati yetu na familia. Sisi ni sehemu ya hii familia, ni sehemu. Huyu mzee ukimuuliza maisha yake kabisa tangu astaafu serikalini ni Chadema. Kwa hiyo hakuna mtu hapa ambaye amekuja hivi na ambaye no, hiyo haipo. Tuache hayo mambo ya mtaani, tutapata nafasi ya kutosha, na hata kwenye tukio lile rasmi kabisa nina imani na nina uhakika kwamba Chadema itakuwa visible na itapata nafasi ya kutoa message kwa ajili ya mzee na kwa ajili ya Watanzania. Potokea watu wote huwa wanashiriki kwa kweli. Sijai kuona sehemu yoyote mtu amezuia mtu asiende msibani au asishiriki kwenye msiba, kwa sababu mzee Mtei amekuwa governor wa BOT wa kwanza katika nchi hii, amekuwa waziri wa fedha, amefanya kazi IMF, amefanya kazi East Africa Community. So, sisi we are proud kwamba muasisi wa chama chetu ni msomi mkubwa na mtu mwenye track record safi. Kwa mengine tutazungumza. Kwa hiyo msiba huu ni wa wote na wote wana haki, hata wale tusiopendana nao watakuwa na nafasi yao hapa, wala hatuwezi kuwazuia, kwa sababu rafiki yangu sio necessarily awe rafiki yako, anaweza kuwa adui yangu akawa rafiki yako. Kwa hiyo wengine ni watu wa familia, na sisi kuna mipaka kati ya chama chetu na family na watu wanaokuja hapa.